wanaoiba kwa njia ya kuskam watu imeongezeka. Imekuwa ni wengi sana wameumia kwa hilo tatizo. Hawa watu ambao wamedanganywa kwamba wanaenda kutafutiwa kazi nje, alafu wanaibiwa pesa. Baada ya kulipa pesa fulani, wanafunga laini zao, hazipatikani tena. Na kulingana na orodha ya watu ambao wananitafuta kuwasaidia katika sehemu hiyo, kuna wengine ambao wamewaibia. Baada ya kuwatumia pesa, wanafunga laini, ama hata wanawacha tu. Wakipatikana wanasema, fanya vile unaona, hakuna mahali utanipeleka. Mtu anakatalia hela ya mtu na anasema, hakuna mahali utanipeleka. Kuna wengine sasa ni mitandao ya mambo ya online, biashara za online. Watu wana order vitu kwa online, alafu wanaletewa vitu fake, vitu ambavyo haviko tofauti kabisa na ile kitu ambao walionyesha katika mitandao, na unaambiwa unalipa kabla hujafungua kitu. Unanunua kwa sababu umekiona kinaonyeshwa kwa mtandao vingine. Wakati wa kununua na kufanya hiyo chaguo, inakuwa ni jambo rahisi sana. Unakuta kwamba unaona ni kitu ambao kitakusaidia, lakini wakati ambapo kinakuja ni vitu tofauti. Wengine ni wanafunga hizo app za kununua. Kuna watu wamepoteza mamilioni ya pesa wakinunua magari ng'ambo kutumia mitandao, na kuna wengine wanatumiwa pesa kwa fake accounts alafu wanafunga. Sasa kuna watu ambao wamekuja na biashara za online za kufanya trading, mambo ya kuweka pesa na kuchangia pesa zikuwe nyingi, alafu ndio natoa. Wengine ni za uongo, unaweka lakini ikifika wakati wa kutoa hauwezi ukatoa, inakuwa ni shida. Sasa kuna vile nimewazungumzia watu wa Mungu. Kwa kusema kweli, uongo wa kuibia watu kwa njia mbalimbali za mitandao na kusema fanya vile unaona ama utanipeleka popote, kwa sababu sasa hakuna evidence za kuonyesha vile umeibiwa. Wengi hamwajui, wanafunga simu zao. Basi nitawashauri hivi. Kwa kweli, kazi ya kufanya ya namna ya kiroho kutatua jambo kama hilo, nina huo fahamu. Nina njia za kiroho za kufanya hiyo kazi. Umeibiwa vyovyote vile, katika njia yote yenye umeibiwa, bora iwe kwamba umeibiwa kwa njia ya kudanganywa. Na namna ya kuibiwa, wale watu waliohusika wako hai. Hizo ndio point mbili tu. Umekoniwa, lakini namna ya wale walikoni wako hai. Kuna njia za kufanya ni kurejeshe hiyo pesa. Ni huduma za kiroho. Na wengi mmeniambia pia kwamba daktari, ile mambo ambayo unafundisha tunayajaribu sana. Machache sana tunapata matokeo, lakini mengi tunajaribu na hatupati matokeo. Well, inaeleweka. Wapendwa, msidhani kwamba ni michezo yenye iko kwa mitandao upande wa channel yangu. Moyo wangu ni kwamba niweze kuwa na jibu kwa kila swali ambalo mtu ataniuliza, niweze kuwa na suluhisho kwa matatizo ambayo yameletwa kwa meza yangu, au niwe na njia kuelekeza mtu ambaye amekosa mahali pa kupitia. Kuna wengi mmekuja kwangu kwa njia za WhatsApp, kwa njia za email, mmetuma message, wengine mmenipigia mkilia
katika matatizo na challenge mbalimbali za maisha, mambo ya kijamii, mambo ya kibiashara, mambo ya afya, matatizo ya kuwa na madeni, kupoteza pesa, kuibiwa pesa na kuibiwa vitu na matatizo nyingi za kiroho. Ninajibu zenye naweza kupata nikawajibu, ila kwa mitandao hii siwezi nikafundisha kila kitu. Hata vitu nyingi ambazo huwa nafundisha hapa, alafu nasema ukifanya hivi na vile itakuwa hivyo, ni kweli, ila kwamba kuna vitu vingine ambavyo huwa vimebaki. Ndio maana hata wengine mkijaribu hamwezi kupata majibu na wengine wanapata, sababu kuna aina ya watu fulani ambao matatizo ni yale yale, lakini njia ya kutatua ni tofauti na hiyo yenye nimeweka hapo. Sasa kama hii ishi ya kukoniwa pesa kwa njia mbalimbali, kuna majibu ya kiroho. Wewe unahitaji uje, unaweza ukafika ili utengenezwe, usaidiwe, kazi ya kiroho ifanyike katika ground. Uelezee vile umeibiwa na vile imekuwa, na tujue vile tutakusaidia kiroho. Alafu hiyo mambo yenye tutafanya itatatua yale mambo. Wale watu popote walipo, bora wako hai, wataweza kusubmit ile pesa yako. Lakini si jambo rahisi kuona kwamba watu wanasafiri kuja na kupata nafasi ya kutaka kuhudumiwa kutatua mambo haya. Hasa wengi ambao wamenipigia huduma za kweli za kutatua ziko, lakini siwezi kuweka mafundisho yake yote hapa, na hata nikifundisha wengine hamwezi kufaulu kufanya, manake hamjaruhusiwa kiroho kutatua mambo kama haya. Mkitumia mbinu kama hizo hamjaruhusiwa, maana hili jambo mpaka Mungu awe amekuruhusu, mpaka huo umetengwa kwa kusudi hilo. Nataka nikufunulie jambo moja hapa ambalo Mungu akusaidie kuelewa, mtu wa Mungu. Unaona, kwa mfano tuseme kuna mhubiri ama pasta, mchungaji anafundisha kivingine, alafu wewe ni mhubiri pia na haukubaliane na vile yule anafanya huduma yake. Alafu sasa unaanza kumtoa makosa, unasema si sawa, inatakana iwe hivi na hivi, hii anafanya hivyo si sawa, inatakana iwe hivi na hivi. Unajua, ukienda kwa Mungu kulalamikia kwa nini yule anafanya huduma kama ile na ile hivi, unajua kwamba Mungu hawezi kufunulia jambo hilo. Hawezi akakufundisha ili akuambie kama yako makosa ama hayuko makosa. Mungu hawezi. Unajua kwa nini? Sababu hajakuita kwa hilo. Kile kitu Mungu atakufunulia ni area yako, ile ambao Mungu anajua unafaa kujua na unafaa kutembea katika hiyo area na kuhusika na hiyo area, ili usaidie kazi ya Mungu iende mbele, na kazi ya kutatua matatizo ya wanadamu ama kusaidia wanadamu kwa njia mbalimbali iweze kwenda mbele. Hilo ndio Mungu atakufunulia. Kama umeitwa katika udaktari, wewe unafanya kazi kama medical doctor, ukianza kutafuta maarifa ya upande huo utafunuliwa. Kama wewe ni mwalimu wa kufundisha lecture, ukianza kutafuta mafunuo upande huo utafunuliwa. Kama wewe ni pastor wa kanisa, mchungaji tu wa kanisa, kulisha kondoo na kuchunga kondoo, laini hiyo ndio utafunuliwa. Huwezi funuliwa huduma ya mtu ambaye hujaitiwa. Na ndio maana wengi wamekosa kunipata, wengi wamekosa kunielewa, na hilo si kwa ubaya. Hata mkikosa kunielewa inatakikana iwe hivyo, sababu si wote wanafaa kunielewa. Lakini kuna huduma ambazo wewe hatuwezi kuzifundisha hapa. Hata watu wa YouTube watazikataa kuzikubali. Kuna mambo nimefundisha kwa TikTok, video za maana sana kusaidia watu, lakini zimekuwa down, zimekataliwa kwenda public kwa sababu zimebeba siri fulani ambazo wanasema hizi ni siri zinaenda kinyume na sheria zetu. Kwa hivyo hatuwezi kuruhusu.
Sasa hizi vitu vinaweza patikana tu kwa vitabu zangu ambazo nimeandika, alafu pia vinaweza patikana kwa semina zangu ambazo ninafundisha. Kama hivi karibuni naenda kuweka semina Nairobi, na wale watu mko Kenya hii na wadai mwingie katika hiyo semina. Itakuwa ni siku 2. Mwingie hiyo semina, alafu mtajifunza na muulize maswali mengi. Ikiwa haujajaliwa kuja mahali nilipo kukusaidia kwa huduma za wizi wa pesa viwango vyovyote vya hali ya juu, tafuta mchanga wa kaburi, mtu ambaye amezikwa katika makaburini, na mtu yule alikuwa ni mtu wa kiroho, aidha awe ni mhubiri, awe ni mganga, awe ni nini. Wale watu wote, bora tu ni kaburi ambao limezikwa mtu ambaye ni wa rohoni. Tafuta mchanga ule upate. Nua chungu kimoja ambacho kijatumika kupika, weke ndani ya mchanga. Siku ya kuzaliwa kwako, your market day, kama ulizaliwa Jumatano, ngojea saa 6 mchana. Simama kwa jua miguu chuma, angalia kwa kivuli chako. Chukua mchanga kutoka kwa kivuli chako, weka ndani ya hiyo chungu. Chukua jani la muujiza, miracle leaf. Andika ile pesa yenye imeibiwa, yenye imechukuliwa kiutapeli. Weka ndani ya hiyo chungu. Alafu uchukue jani la mdalasini. Andika majina yako na pesa yenye imeibiwa pia. Weka ndani ya hiyo chungu. Unanielewa? Chukua chumvi ya baharini na mbegu za algeta, pilipili ya algeta 21. Sasa hiyo chumvi ya baharini weka juu, weka tu nyingi, alafu na mbegu za algeta pia weka ndani 21. Omba maombi ya moyo wako vile unavyotaka. Kila siku kwa siku 3 peke yake. Chukua chungu, weka kwa jiko. Kuanzia saa 6 usiku kuelekea saa 9. Ikianza kushika moto, anza kuongea maneno yenye unataka kuhusu pesa yako. Kumbuka una majina ya hao watu, una email zao, ujui mahali wako, ujui nchi wako. Sasa anga inawajua. Kivuli cha mtu kinasikia, kinakamata yale mambo ambayo unaongea. Roho ya mtu inajua yale mambo unaongea, na hakuna mtu anaweza kujificha kwa roho. Expose hii matatizo mbele za Mungu. Kama unamwamini Yesu, wewe omba Yesu kwa moyo wako wote, lakini hiyo vitu viwe vinaungua kwa jiko, viwe vinapikwa. Sema vile unavyotaka hiyo hela irudi. Nena maneno ya moyo wako yote vile unavyotaka. Huwajui, lakini kuna Mungu anawajua mahali wako. Nchi wanayokaa hujui. Hela zako wamechukua mpeleka wapi hujui. Katika njia yoyote yenye wamechukua hiyo pesa, zungumuza. Ukimaliza basi, ukisikia ndani yako vile umeongea, umesikia, umetulia, uko sawa, toa kwa moto, weka chini. Kesho hiyo chungu masaa yale weka. Ni kazi ya siku 3. Fanya hivyo kwa siku 3. Ukimaliza siku ya 3, weka chini, kusanya ile mchanga, nunua nazi. Kuna chombo ambacho ni muhimu sana kuliko nazi kwa hii huduma, ambacho sijajua vile naweza kukiita kwa Kiswahili, hata kwa Kizungu sijajua, lakini nikidescribe labda mnaweza kujua. Kuna fruit fulani, tunda fulani ambalo linakaa kama malenge, lakini lina shimo ndani, linatolewangwa vitu alafu linatengenezwa. Likishakuwa kama malenge, inakuwa si malenge, ni hiyo inatengeneza kitu yenye wazee wetu, manyanya zetu, mabibi zetu walikuwa wanaweka vitu ambavyo vinaitwa maziwa.
chondo kizuri sana cha kutengenezea maziwa, hata kinaweza beba maji pia. Sasa kinatobolewanga, kinaoshwa vizuri, kinatengenezwa, kinabaki shimo ndani, kinakaa hivi, alafu kamdomo kembamba. Sasa unakata hapa juu, kanafunguka. Sasa hicho chomo ndio kingekuwa kizuri sana, japokuwa ni ngumu kukipata, na pia maelezo haya sijui vile wengi hamwezi kunielewa, labda anasema chombo gani. Sasa kwa sababu hiyo inabidi nitamke tu mtumie tunda la nazi. Tunda la nazi unakata, alafu unatoa maji yale, unaweka kwa besheni ya kuoga. Alafu ile mchanga yote na hiyo chumvi na nini na nini na majani yote, vitu vyenye ulikuwa unapika kwa ile chungu, toa uweke ndani ya hiyo. Alafu funike, ufunge. Zika hiyo nazi nyuma ya nyumba yako. Zika. Alafu hiyo nyungu yenye ulikuwa unatumia kupika, simama utamke vile unavyotaka kwa muda ambao unataka hela yako irudishwe haraka. Piga chini ipasuke. Kusanya vipande, nenda ukazike nyuma ya chumba. Alafu ile maji ya nazi mwaga kwa maji yako ya kuoga, kaoge, katubiri Mungu afanye kazi yake. Kwa siku 3 umeshafanya huduma. Hayo ni maarifa ya kukusaidia pesa yako wale waliochukua warudishe, na huwajui majina, hujui nchi walio, lakini kwa muda mfupi sana. Na sasa hii ni huduma ambayo haifanyi kazi kwa kila mtu. Unaona, hasa kuna wengine mtaitumia italete matokeo, na kuna wengine haitasaidia kabisa. Inahitaji huduma zingine ambazo nafundisha, mkuje mupae, msaidiwe, mfanyiwe huduma kurudisha hizo nini. Sasa wengi mmeona Mombasa ni mbali, si ndio? Kenya hapa mnaniuliza mko wapi? Mombasa. Wengi mnataka kuja kwangu sana, na watu wengi wanaonitafuta kwa huduma zangu hapa Kenya, wengi mko Nairobi. Basi Mungu ananisaidia, mwaka huu nitakuwa na nafasi Nairobi, nitakuwa na mahali Nairobi ambapo ningewaalika. Sasa itakuwa rahisi kutoka Nyeri, Kiambu, Nakuru, Kisumu, wapi, tutakutanianga Nairobi tu, badala ya kusumbuka mpaka Mombasa. Sasa hata wale wa Uganda wamekuwa wakija mpaka Mombasa, watu wa Tanzania Mombasa, japo kwa Tanzania kwao Mombasa si shida sana. Watu wametoka Marekani wanakuja Mombasa, watu wanakuja kutoka UK, kutoka Australia, wapi, nchi mbalimbali, Nigeria, wanakuja Mombasa. Sasa mtakuwa mnakuja Nairobi. Mtakuwa mnakuja Nairobi, na ni kuanzia mwaka huu tu mwezi nitawatangazia. Maana nataka kwanza niweke seminar, nikimaliza seminar ndio ni watangazia hata hapo kwa seminar mali ofisi nafasi tutaanzia. Mnaweza kuja mkafanyiwa kazi, na kazi ikawa ni rahisi kusaidia kwa masuala haya mengine. Mungu wa mbinguni awasaidie na wape nafasi na kibali, tukutane na nyinyi kwa video itakayokuja. Asante.